Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa wakati nchi nyingi za Afrika zikiwa bado zinategemea kuagiza teknolojia za kisasa kutoka nje, Tanzania imeanzisha maabara yake ya kisasa inayoitwa 3D Mechanical Lab. Maabara hiyo inalenga kufanya mapinduzi katika sekta 4: kilimo, viwanda, afya na madini. Kwenye maabara hii pamoja na vifaa vingine, maelfu ya vijana wanapewa ujuzi wa kutengeneza ndege zisizo na rubani, roboti na vipuri vya kutumika viwandani. Mwandishi wetu Yusuf Mazimu ametembelea maabara hiyo jijini Arusha. Ni ndani ya maabara ya kisasa ya 3D. Ubunifu wa kisayansi unapata sura mpya Tanzania. Maabara hii katika chuo cha ufundi Arusha inalenga kukuza maarifa na umahiri katika uhandisi wa kisasa wa mitambo. Hapa kizazi kipya cha uhandisi hubuni, kusanidi na kuzalisha vifaa mbalimbali. Maabara hii ambayo ni ya kipekee kwa Tanzania inaweza ikakupa products nzuri sana. Mfano robot ambaye anaweza akatumika kwenye viwanda, robot ambaye anaweza akatumika hospitalini, lakini pia kupitia maabara hii tunaweza tukatengeneza ndege ambayo haina rubani, lakini vile vile unaweza ukapata vipuri vya magari, vipuri vya pikipiki na bidhaa nyingine nyingi sana. Mazao mengi yamekuwa yakifanya umwagiliaji kwa njia ya kawaida au tunaita traditional, lakini siku hizi tumeona unaweza kutumia drone kumwagilia au kupiga dawa, ambao hii inaongeza ufanisi na size ya mashamba na maeneo mbalimbali ambao baadhi ya teknolojia hii imeshakuwa taken care, na maabara hii imekuwa ni kichocheo kikubwa kwenye area hiyo. Maabara hii ya 3D ni huru kwa wanafunzi wa uhandisi na hata wahandisi waliohitimu. Kwa msaada kidogo tu wa wakufunzi, wazo la kila mhandisi hapa hubadilishwa na kuwa kitu halisi. Hapa nimekuja na ubunifu wa ndege isiyo na rubani kwa sababu nimeona matatizo katika jamii yangu, mfano mafuriko, kufikia sehemu ambazo ni vigumu kufikiwa, lakini pia usafirishaji wa dawa maeneo ambayo ni vigumu kufikiwa kufanywa vijijini, lakini pia kusaidia kwenye usalama wa wanyamapori. Ukiangalia huu mchoro ni kwamba pati zote, yani sehemu zote zimewezekana kupitia maabara hii. Kila kitu kimekuwa 3D printed mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo maabara hii imesaidia kwa kiwango kikubwa katika ufanikishaji wa project hii. Unayoona hapa ni robot kwa ajili ya kuchomelea vyuma. Imebuniwa hapa kwenye maabara hii kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Na mbunifu wake ni huyu unayemwona hapa, ambapo ilianza kama wazo tu, mstari kwenye kompyuta, lakini leo imekamilika na inaweza kufanya kila kitu kuhusiana na vyuma. Na sio tu kuanzisha ujuzi wa kiufundi, baadhi ya wanafunzi wameweza kuanzisha hata biashara zao wenyewe wakitumia ujuzi ambao wameupata hapa. Mchango wa maabara ile umekuwa mkubwa sana katika kutukwamua sisi katika ujuzi ambao tumeupata kule ndani na kuweza kutumia huku nje kutatua changamoto halisia ambazo zinaizunguka jamii yetu. Tunahusika na kutengeneza mashine za kilimo, kuwasaidia wajasiriamali na wafanyabiashara ambao wanahitaji kuona mawazo yao katika uhalisia. Serikali inasema maabara ya 3D inaweka msingi wa ubunifu kwa maendeleo ya sekta mbalimbali za uchumi. Na kwa ukubwa wa chumba kimoja cha darasa na gharama ya ujenzi ambayo inafikia dola 24,000, maabara hii inatarajiwa kuwahudumia wahandisi wachanga karibu 500 kila mwaka. Yusuf Mazimu, BBC, Arusha. Sasa tupie macho ukurasa wetu wa interneti ambapo kuna taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha pamoja na video, ikiwemo taarifa hii kuu ya uchaguzi Tanzania 2025, uchaguzi wa wanawake. Manake wagombea wanawake wanaonekana wakiwa wengi. Naam, kwa habari hizo hatuna cha ziada. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya niseme shukran sana. Mimi naitwa Roncliffe Odit na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu.